Mwanangu niambie. Karibu sana kwenye exclusive za Ava TV. Naitwa Memorasia Sylvester. Muda huu nazungumza na shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba Kisugu. Simba, atueleze kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini kile ambacho kinaihusu Simba Sports Club. Kumbuka leo tumepata kuona ratiba ya ligi kuu kwa msimu 2026-2027. Atueleze hapa, tunaona klabu ya Simba itaanza dhidi ya Kagera Sugar. Ana yapi ya kuyazungumza, lakini Simba Sports Club na Yanga watatumia uwanja wa Uhuru kwenye mechi zao za ligi kuu kwa msimu huu unaofuata. Karibu sana, tuungane na Kisugu. Kisugu? Yes. Salama. Salama. Namshukuru Mungu, afya njema. Yes. Bwana, kwanza tunakushukuru sana na leo nikushukuru na yeye kwa kutupa nafasi ya kuwa tunazungumza na yeye. Nimekuacha hapo ulikuwa unaongea na watu, umeongea na mtu, lakini umetupa nafasi na sisi Ava TV tuzungumze na wewe. Tunashukuru sana. Kwanza na mimi nipokee shukrani hizo. Lakini pili niwapongeze nanyi Ava TV kwa kazi kubwa, kazi nzuri ambayo unaifanya. Na niseme napaswa kufanya jambo kubwa sana kwa waandishi wa habari. Kwa sababu mimi naamini hapa nilikofika kwa ajili yenu. Naongeza maadui kwa ajili ya waandishi wa habari na naongeza marafiki, napunguza marafiki kwa ajili ya waandishi wa habari. Kwa hiyo lazima niwapongeze na lazima nifanye jitihada ya kufanya kitu limradi kuona namna ambavyo napeleka shukrani zangu sana kwa waandishi wa habari kwa kazi kubwa na kazi nzuri wanafanya. Moja kubwa hapa mniofanya. Baba yangu ni mtu wa football, Omar bin Nasoro. Sana, zaidi ya sana. Kila akilala akiamka anapita kwenye mitandao ya kijamii, anapata taarifa sahihi za football kwenye nchi kupitia ninyi waandishi wa habari. Na ndio maana muda mwingine mimi baba yangu mzazi ana smile, muda mwingine mimi baba yangu mzazi kwa umri wake umekwenda anapata tabasamu kwa sababu anapata taarifa hususan za timu yake pendwa ya Simba Sports. Nyinyi waandishi wa habari mnafanya. Yes. Hamna mshabiki wa Yanga kweli? Yupo? Nani? Kakaangu Nasoro. Ndio familia pekee iliyopotea. Familia pekee iliyopotea. Ndio pekee amepotea. Na ndio maana kila enjoy miaka hii mitano. Mkizungumzia jambo la familia ana enjoy. Mkizungumzia jambo la mpira unamuona kabisa appearance ya muonekano wake inapungua. Lakini hakuna namna, ndio tayari mshazaliwa kwenye tumbo moja. Sawa, Kisugu, basi tunaanzia hapa kwenye swala zima la uwanja. Simba Yanga kutumia uwanja wa Uhuru na bila shaka uwanja uko tayari kwa ajili ya ligi kwa msimu wa 2026-2027. Unalizungumzaje hilo? Mara nyingi tumekuwa tunawaona Simba na Yanga mnatumia viwanja au kiwanja kimoja inapokuwa ligi inaanza. Kwanza mimi niseme kwamba viwanja bodi ya ligi havipangi. Viwanja shirikisho la mpira alipangi viwanja. Kabla ya ligi kila mmoja anakwenda kutoa ripoti yake uwanja gani atakao kutumia. Kwa hiyo inavyoonekana katika hiki ambacho kilichotokea, management ya Simba na management ya Dar es Salaam Young Africans wote wamepeleka maombi ya kutumia uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo kamati ya mashindano inachofanya ni kwenda kupitia viwanja ambavyo vilabu vyote walokwenda kuviomba kufanyaje? Kuvitumia. Wakiona vinafaa, maana yake wao kazi yao kubwa ni kwenda kukubali au kupitisha katika kile ambacho vilabu walivyoomba. Kwa hiyo kwangu niwapongeze management ya Simba. Mimi naamini kupangiwa uwanja wa Uhuru, wao kama management ya Simba wameamua kwenda kufanyaje? Kuchagua uwanja wa Uhuru. Ni uwanja mzuri, ni uwanja umekizi vigezo, na ndio maana kamati ya viwanja kwa maana kamati ya mashindano wamekubali kupitisha nini? Uwanja wa Uhuru. Ukiachia ubora wa uwanja wa Uhuru, lakini mimi naamini moja katika viwanja vinavyofikika katika jiji la Dar es Salaam basi kiwanja cha Uhuru. Kwa hiyo kikubwa lazima niwapongeze management ya Simba kwa kuchagua ule uwanja. Kilichobaki ni kwetu sisi mashabiki wa Simba kwenda kusupport katika hiki. Lakini kuna wengine hawajapenda, kwa nini mnakuwa mnafatana masuala ya uwanja kati KMC ipo? Memo, siku zote kwenye familia utakuja kuwa mama wa familia. Mimi ni baba wa familia. Haiwezekani kwenye familia mkiwaanzia wawili watatu basi mtazamo uweze kulingana. Mitazamo ya watu inakwenda tofauti. Lakini wao waliotoa maoni yao wana haki ya kutoa nini? Maoni, ndio mitazamo yao. Lakini pia inawezekana wana mtazamo sahihi kwa sababu wanakwenda kusitiza viongozi kwa maana management ya hizi timu nazo zipambane ili kuhakikisha kwamba wanapata viwanja vyao. Leo hii Memo lazima tuzungumze. Kuna muda lazima kwenye vilabu tutoke sehemu moja twende sehemu nyingine. Leo hii ukiangalia historia ya Simba na miaka zaidi ya 80.
Hatuna uwanja wa nini wa mechi, tuna viwanja vya nini vya mazoezi. Na si kana kwamba Simba inashindwa. Mema umelikoroga utalinywa. Mimi nazungumza kwa sababu kitu nakijua. Wako viongozi wanakwamisha kwa makusudi mpango kuhakikisha Simba isiweze kupata kiwanja chake. Nina ushahidi. Kama yuko kiongozi anaweza kujitokeza mbele za watu akasema Kisugu muongo, ipo. Kiongozi gani sasa? Mwekezaji amechora mlamani zaidi ya bilioni 30. Viongozi wa Simba baadhi yao mpaka leo wanaingangania document hawataki kuipitisha. Nitawasema leo. Mbona umengangania leo? Kwani umeniuliza hili? Nataka kujua. Nyakati sahihi, nyakati ya Mungu. Na kila jambo la mwanadamu analolifanya Mungu anakuwa ameshaliweka kwenye mstari. Na iko siku Mungu aliyetengeneza jambo hili mimi nakwenda kulizungumza. Nitazungumza. Leo hii wadhamini wa klabu ya Simba, wazee wangu na waheshimu, wanajua hiki ambacho ninachozungumza. Management ya Simba chini ya Clatous Magori anajua ninachokizungumza. Kuna muda mwingine tutaki kuongea hizi habari kwa sababu tutakwenda kupeleka mtafaruku mkubwa kwenye management za Simba hizi, lakini wafanye haraka wapitishe proposal ya mwekezaji. Kumbe ingekuwa imepitishwa sasa hivi tungekuwa tunaona maendeleo makubwa. Yes. Na unaamini siku moja leo hii moja katika vilabu vichache kwenye nchi vyenye viwanja vya mazoezi ni Simba. Tuna viwanja vya mazoezi viwili. Mo Arena ni moja ahadi ambayo mwekezaji aliiweka wakati huo akaenda kuitimiliza akishirikiana na wana Simba wenyewe. Kwa hiyo hii hamahama Uhuru, hamahama KMC, hamahama Suimeje Samuyo, kuna muda kuna watu wanatengeneza haya mazingira Simba tuweze kuishi katika hayo mazingira. Muda mtenda mpaka mkoani. Lakini nasema kila jambo lina wakati wake. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu litafika mwisho wakati jambo hili. Mechi ya kwanza mnakwenda kucheza dhidi ya Kagera. Tena mnaanzia ugenini. Umelipokeaje? Kwanza nimefurahi kuna namna ambavyo tunakwenda kuanza ligi ya NBC ya 26-27, si ndio? Tunakwenda kuanza na Kagera Sugar. Ni timu ambayo mimi naamini moja katika timu ambazo huwa zinatoa upinzani mkubwa kwa Simba Sports ni Kagera Sugar. Lakini tunakwenda kucheza hii mechi ndani ya mindset Kagera Sugar. Wakiangalia chini wanajua wapi walifanyaje, walikotoka. Maana yake wamekwenda kupambana kutoka kwenye ligi ya chini kwenda kwenye ligi ya NBC. Hawatoweza tena kufikiria kurudi kule ambako walifanyaje, walikotoka. Maana yake tunakwenda kucheza mechi iliyokuwa ngumu. Kikubwa ni kujipanga, kikubwa ni kupambana ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchukua point 3 zidi ya Kagera. Leo hii tunapozungumza sisi sio mabingwa wa NBC. Na kilichotukosesha ubingwa ni mechi ndogo ndogo hizi. Mwaka huu kuhakikisha kwamba hatuendi kurudia makosa. Kuhakikisha kila mechi ndogo tunakutana nayo tunakwenda kukusanya pointi 3. Kila mechi. Yes. Inabidi mwanze mapema. Kwa hiyo kikubwa tu ni waombe wana Simba. Kazi ya picha dakika 90 tumwachiwa Mwalimu Steven Mbeka na technical bench lake. Sisi kama mashabiki wa Simba sasa tuanze kutengeneza budget kuhakikisha kwamba tunakwenda kuisupport timu Bukoba. Vyuma vinaendelea kushuka Kisugu. Jana tumemshuhudia Kevin Nation baada ya kuziona zile thank you ambazo zimetolewa na Simba, wachezaji 10. Tena asilimia kubwa wengi walikuwa hawachezi na wengine walikuwa wametolewa kwa mkopo. Hatujaona wale ambao mlikuwa nao kwa msimu ambao walikuwa wanacheza kabisa kama kuna huyu labda pengine ataondoka, mwingine atabaki. Lakini mimi nataka tusike hapa kwenye swala zima la usajili ambao mmeufanya. Ni usajili ambao wengi wameupokea vizuri na wanaamini anaenda kufanya kitu kizuri kwa sababu ya ubora ambao yuko nao Kevin Nation. Kwa upande wako unauzungumzaje usajili huo na kwenye wengi waliokuwemo na mimi nimo ambao umefurahia? Yes. Tena mimi nakwenda mbali zaidi, naweza kusema ndoto ambazo nilizokuwa naota zimetimia. Kuna tamani siku moja Nation acheze Simba? Yes. Kuna siku moja nilikuwa nimekaa nyumbani narudia marudio ya ligi ya NBC, nikakuja kumkuta Kevin Nation akiwa anaitumikia Singida. Kevin Nation amecheza namba 8, namba 6 amecheza Kagoma. Halafu nikasema Mungu, combination hii lini tunaweza tukaipata Simba Sports? Hii lini tunaweza tukaipata Simba Sports? Mungu wa Isiaka akanisikia akatenda yale ambayo alotenda. Leo Kevin Nation ametulia ndani ya Simba Sports. Nimwambie Kevin anakuja kwenye timu kubwa.
anakuja kwenye timu ambayo yenye malengo makubwa kwenye mpira wa miguu, anakuja kukutana na maisha tofauti aliyotoka. Kevin kama alikuwa anakula kwa mama Mwajuma akiwa Pamba, leo anakwenda kula buffet akiwa Simba kwenye hoteli ya nyota 5. Huo ndio utofauti. Akiamini ndani ya mawazo yake kwamba Simba amefika, kweli inawezekana Simba ukafika. Lakini akiamini kwamba Simba ni njia, basi aende kupambana kuhakikisha kwamba malengo yake anakwenda kufanyaje? Anakwenda kutimia. Unaamini ama unamuona akipata nafasi ya kucheza zaidi pale, kwa sababu kuna wengine wanasema anaenda kukaa benchi. Mimi naamini akipambana anapata nafasi. Moja katika walimu ambao wanaamini vijana ni mwalimu Steven Becker. Nenda kaiangalie Simba. Rushaine anacheza center half, Ismail anacheza halfback 4. Lakini iko siku mwalimu anaamka anasema Mbegu leo kacheze, Masinde leo kacheze. Maana yake mwalimu ukifanya kazi vizuri, ukijituma, anakupa nafasi. Leo nenda kaangalia namba 6 na Kagoma. Una katikati Neo Maema. Una katikati Alasan Kante. Nenda kaulize Mligo anacheza achezi? Anacheza kwa jitihada. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu Steven Becker anaamini vijana, akaenda kujituma anapata nafasi. Saa 7 anakuja nani saa 7 leo? Subira, weka simu yako bando. Weka simu yako bando. Ingia kwenye app ya Simba ili kuhakikisha nani anakuja. Lakini mimi nasema ilikuwa ni trailer, mchezo kamili unafanyaje? Unawadia. Unazo taarifa, sema tu basi, unataka tu kusema. Vyuma vipo. Basi sasa Kisugu, nikushukuru sana Kisugu. Asante sana, niwashukuru Ava TV kwa kazi kubwa. Msalimie dada mmoja anaitwa Asha Sebuge, unamjua? Namjua. Ukimwona mwambie Kisugu anakusalimia sana, nampe hongera kwa kazi nzuri na kazi kubwa anayoifanya. Na siku zote huwa anapambana kuhakikisha kwamba Kisugu anafanyaje? Anaonekana vizuri. Anaonekana vizuri. Sawa.